Shule hii ni kwa ajili ya wanafunzi kutoka familia za matajiri tu, lakini ndani yake kuna siri ya kutisha. Msichana huyu aliona mauaji kwa bahati mbaya katika shule maarufu alipokuwa akienda kuripoti polisi. Mtu mmoja alimtolea msichana huyu pendekezo. Ikiwa atanyamaza kimya, wangempa funzo la kumsaidia kuhudhuria shule bora zaidi nchini Korea kwa msichana maskini kama Kim Na-na. Na hili lilikuwa zaidi ya mawazo yake. Alikubali mara moja, lakini Kim Na-na hakujua kuwa uamuzi huu ulikuwa umebadilisha maisha yake kabisa. Miezi michache iliyopita, Kim Na-na bado alikuwa msichana maskini wa shuleni aliyekuwa na ndoto ya kubadilisha maisha yake. Alichukia kuishi katika umaskini. Kila siku alilazimika kufanya kazi za nusu wakati ili kupata pesa za gharama zake za maisha kwa sababu ni mwanafunzi bora. Hin pia anafundisha nakala nje ya darasa. Wakati huu mwanafunzi ni binti maarufu anayejiandaa kufanya mtihani wa kuingia shule ya kimataifa aitwaye Nayeon. Kuingia kwenye vila kubwa kulimshangaza. Wazazi walikuwa maarufu kwa kuwa wabahili na wanapenda kujivunia. Sababu ya kumajiri Hin kama mwalimu ni kumsaidia binti yake ongeza alama zake za hisabati, lakini hakutaka binti yake asomee sana. Hin anahitaji kuboresha alama 1 au 2 tu za hisabati kwa Nayeon. Mambo mengine yote yaache pesa ziangalie. Baada ya kuzungumza na wazazi wake, Hyun alikimbia haraka kwenda dukani usiku. Hakuwa na wakati wa kupumzika na kusababisha udhaifu wa mwili, ingawa anafanya kazi kwa bidii, ana pesa za kutosha tu za malipo ya shule. Wakati huu shule pia inapanga kozi ya kusoma nje ya nchi, lakini shule haitalipia gharama za msaada. Ikiwa anataka kwenda, atalazimika kulipa won milioni 3,500,000. Hii si kiasi kidogo cha pesa kwa familia ya Hyun. Leo ni somo la kwanza la Nayeon. Hata hivyo, msichana huyu alikuwa amejishughulisha tu na kupiga picha mbele ya kioo, jambo ambalo lilimfanya Hyun asiwe na starehe. Nayeon aliuliza kwa unyenyekevu ikiwa Kim Na-na alidhani kwamba mkoba aliokuwa amevaa ni mzuri. Kim Na-na alikuwa na shauku ya kujua kwa nini Nayeon alinunua miwili sawa, lakini alipojua thamani ya mikoba hii miwili, Kim Na-na alishangaa sana. Kila mmoja unagharimu zaidi ya won milioni 3. Hiyo ilikuwa ya kutosha kwake kulipa kusoma nje ya nchi. Kim Na-na alimkosoa Nayeon kwa kutumia pesa bila busara sana, lakini kama binti mheshimiwa, hii ni gharama ndogo sana tu. Nayeon alionyesha dharau yake kwa watu maskini kama yeye. Watu wanaofanya kazi maisha yao yote hawana uwezekano wa kumudu mkoba huu. Siku inayofuata, Kim Na-na alikuja kufundisha mapema kuliko kawaida huku akimgoja Nayeon. Alijaribu kuvaa mkoba wa bidhaa na kupiga picha. Hakutarajia kwamba picha hii itakuwa maarufu kwa haraka hivyo. Wanafunzi wengi shuleni walikuwa wakizungumza kuhusu mazingira ya familia ya Haiyan. Watu matajiri tu wangeweza kumudu mkoba wa toleo maalum. Wakati huu, kila mtu alishangaa kwamba Haiyan ni msichana wa kawaida. Hata Haiyan alishangaa wakati chapisho lilivyokuwa viral. Lakini kuanzia sasa watu wamegawanyika makambi mawili. Upande mmoja unafikiri kwamba ni binti bandia maskini. Upande mwingine ulifikiri alikuwa akidanganya. Ikiwa anajabete Javelin, lazima afuate Javelin. Haiyan aliamua kuishi kama bibi wa mchanga. Kuanzia hapo Kim Na-na alifika dakika 30 kabla ya darasa. Alitumia fursa wakati mwenyekitu hakuwa bado kwenda shuleni na kupiga picha chache. Kim Na-na alituma picha nyingi za mwenyewe akiwa na vitu vya anasa, lakini wenzake hawajawahi kumwona akivalia shuleni. Kim Na-na alieleza kwamba tangu alipokuwa mtoto, alikuwa akifanya pesa zake mwenyewe, lakini vitu hivi vya bei ghali vyote vilikuwa zawadi kutoka kwa wazazi wake. Baada ya kusikiliza, marafiki zake walimsifu Kim Na-na sana. Walisema anaweza kupata pesa kwa kutuma matangazo ili kuwa na pesa za kwenda shuleni. Kim Na-na alihatarisha maisha yake akijaribu kuvaa mavazi ya bei ghali zaidi. Hata hivyo, wakati wa kujaribu shule ya kimataifa, Nayeon ghafla alirudi. Hyun haraka akatambaa chini ya kitanda ili kujificha. Nayeon alikasirika aliposhindwa kupata sare yake popote. Simu ya Hyun ilikuwa ikimtahadharisha. Nayeon kwa shauku alienda kuangalia. Alipokwenda kwenye ukurasa wa kibinafsi, alishangaa wakati Hyun alithubutu kupiga picha za vitu vyake na kuzituma mtandaoni. Hyun alijificha chini ya kitanda, akijua hawezi kutoroka. Kwa hivyo, alitambaa kutoka chini ili kukabiliana na Nayeon. Aliuliza kwa hasira kwa nini Hyun alithubutu kumdanganya. Nayeon alimtishia kumwambia mama yake, akimtisha Hyun. Aliomba Nayeon ashike siri hii kutoka kwa wazazi wake. Nayeon alichukua fursa hii alitakato kuwa mkono wake wa kibinafsi. Kuanzia hapo Hyun alilazimika kufanya kazi za nyumbani za Nayeon kila siku. Bila kusema kila alipokwenda ununuzi. Hyun bado ndiye aliyebeba mifuko. Hyun ana mtihani wa mwisho hivi karibuni. Wakati wake unazidi kupungua, lakini daima atalazimika kumtumikia Nayeon. Hyun alijaribu kuwa na subira kwa mwezi mzima. Leo ilikuwa siku ya mtihani wa mwisho. Ghafla Hyun alipokea simu kutoka Nayeon. Nayeon alilia na kusema amesahau faili yake nyumbani. Ikiwa hakuwa nayo, angelizuiliwa. Nayeon alitishia. Ikiwa Hyun hatampa faili, basi atamwambia mama yake kuhusu Hyun. Udanganyifu.
Kim Nanan aliogopa na alikimbia haraka nyumbani kutafuta hati. Alihitaji kurudi shuleni haraka au sivyo angechelewa mtihani. Kim Nanan alikimbia kwa haraka kadri alivyoweza kwenda shule ya kimataifa, lakini alisikia kwa bahati mbaya Nayeon akizungumza na rafiki. Ilikuwa kwamba hii ilikuwa ni mchezo aliyeunda kumtesa Kim Nanan. Nayeon pia kwa wazi alitupa faili ambayo Kim Nanan alileta katika takataka. Kim Nanan alikasirika alipojiona akidharauliwa hivyo. Alikosa mtihani muhimu kukimbia hapa. Shinikizo lililorundiwa lilimfanya Kim Nanan osmien na yeye akalilia. Kim Nanan alichukua pumzi ndefu kujaribu pata utulivu tu. Wakati huu kulikuwa na mwanafunzi wa kike ambaye alikuja kumpa kiungo cha nywele. Mwanafunzi huyu wa kike alishangaa kwamba Juu alikuwa akifanana naye sana. Hata majina yalikuwa tofauti kidogo tu. Wakati rafiki yake alipogeuza mgongo wake, Juu ghafla aligundua kwamba hati ilikuwa imebanwa mgongoni mwake. Ilikuwa kwamba rafiki huyu alikuwa akiteswa shuleni. Juu kwa hasira alinyakua hati. Kwa nini watu bado wanawadhulumu wengine hivi? Kisha Juu alichukua ndoo iliyojaa maji kutatua migogoro kwa sababu alikuwa mwanafunzi wa nje. Kisha Juu hakujua barabara katika shule. Alimkamata dada mkubwa kwa bahati mbaya tu akitoka chumba cha kimwili. Kwa ujasiri anauliza ikiwa unajua wapi mahojiano ya uongozi. Jana alishangaa kwamba mtu alithubutu kuzungumza naye hivyo. Je, unajua mimi ni nani? Hyun alikuwa amefadhaishwa na hakuelewa huyu msichana alikuwa akisema nini. Pia alitenda kwa kiburi, lakini kwa sababu alikuwa na haraka ya kutafuta chumba cha mahojiano, Hyun hakufikiria sana. Kisha alichukua ndoo ya maji kwenye meza ya upokeaji. Uso wake wa baridi uliwatisha wanafunzi. Mpokeaji alimwonyesha njia ya mahojiano ya uongozi. Mlango ulifunguliwa polepole. Hyun alipanda kwenye jukwaa ambapo binti mheshimiwa alikuwa akifanya mahojiano huku akiwa na ndoo ya maji mkononi. Kwa baridi alimimina ndoo ya maji juu ya kichwa cha Nayeon, akimshangaza ukumbi wote. Mahojiano kwa hiyo yalighairiwa. Mama ya Nayeon kwa hasira alikimbia shuleni na kumkemea Kim Nanan. Ni kosa lako. Binti yangu hakuweza kujiandikisha. Alikasirika na kusema nitamshtaki familia yake yote mahakamani. Haein kisha alirudi shuleni kuomba mwalimu ampe nafasi, lakini mwalimu hakuweza kuunda masharti kwake kufanya mtihani binafsi, na familia ya Nayeon ilienda shuleni kufanya ghasia. Uvumi kwamba Haein alikuwa akijifanya tu kuwa bibi tajiri ulienea kwa haraka sana. Kila mtu alimchukia kujifanya kuishi kama mtu tajiri katika siku moja tu. Maisha ya Haein ghafla yalianguka. Wakati wa darasa, marafiki zake hata waliunda kikundi cha kumzungumzia vibaya na kumfanya Haein ahuzunike sana. Alifika kikomo cha uvumilivu. Haein kwa hasira alichukua mkoba wake wa shule na kuondoka kwanza, lakini msichana alimshika mkono na kumuomba Haein aombe radhi darasa lote. Haein alikasirika na kuondoka akipuuza kejeli. Jambo muhimu sasa ni kushughulikia matokeo aliyoyasababisha. Haein alienda kukutana na mkuu wa shule ya kimataifa. Alitaka aige tukio la Nyeon, la sivyo familia ya Nyeon ingamshtaki Haein, lakini mkuu wa shule hakukubali pendekezo hili. Ingawa alikuwa ameomba mkuu wa shule, bado alimwalika bila hisia aondoke. Hii kwa huzuni alienda chooni na kulia. Hakutarajia kwamba kulikuwa na mtu mwingine hapa. Mpokeaji aliyekutana naye asubuhi pia alikuwa akikwepa darasa na kuvuta sigara hapa. Alishangaa kusikia kelele ya ajabu alipoweka kichwa chini na kulia. Alijificha kimya nje. Lakini mara tu alipotembea mbele ya Juu, alionekana akiwa na mfadhaiko alipogundua ghafla pervert. Ilikuwa wazi kwamba hiki kilikuwa choo cha kike. Kwa nini alikuwa hapa? Alieleza kwamba alikuwa akujificha hapa tu kuvuta majani na choo hiki kilisemekana kuwa na mtu. Kilikuwa na pepo, kwa hivyo hakuna aliyethubutu kuingia. Alipotulia, aligundua kwamba Haein alikuwa msichana kutoka asubuhi. Sasa hakukuwa na mtu katika shule ambaye hakumjua Haein, lakini hakuwa na hali ya mchezo naye. Mara tu giza lilipoanza, Haein makusudi alipanda uwanda kuingia shuleni na akamuona mpokeaji. Haein alimuomba amwonyeshe mahali ambapo gari la mkuu wa shule kawaida lilikuwa limeegesha. Alilazimika kumfuata ili kuomba uongozi wa Nayeon. Haein alikaa na kusubiri kwa muda mrefu bila kumuona mkuu wa shule. Kwa sababu alikuwa amechoka sana, alilala. Alipoamka, saa ilikuwa imepiga saa 2 usiku. Pale hakukuwa na mtu aliyebaki eneo la shule. Kim Nanan alikuwa amevunjika moyo kuondoka wakati ghafla alisikia kelele kubwa. Aligeuka kichwa kwa hofu na akaona mwili wa mwanafunzi wa kike ulikuwa umeanguka tu. Huyo alikuwa rafiki Kim Nanan. Katika alikutana chooni, Kim Nanan alipiga kelele kwa msaada. Mara polisi walikuwepo na kuzuia anga. Kim Nanan, akiwa na akili isiyotulia, anashughulikiwa na maafisa wa polisi. Alitetemeka na kusema aliona kivuli juu ya paa. Kim Nanan hakutarajia kwamba tukio hili lingebadilisha maisha yake milele. Habari kwamba mwanafunzi mmoja katika shule alijua zilifika masikioni mwa mkuu wa shule. Alimua watumishi kuzuia habari hizi. Shule ya kimataifa haingeweza kuchafuliwa na hii. Alikula akibaki kituo cha polisi usiku kucha. Alirudi nyumbani, kwenye shati lake bado kulikuwa na doa la shavu lililoba kutoka usiku wa jana.
Uso wake ulikuwa umechoka kutokana na kutopata usingizi wa kutosha. Kabla hajaingia nyumbani, alimwona mama ya Nayeon. Hyun kwa huzuni alimuuliza alifanya nini hapa. Je, ulikuja kwa baba yangu kushtaki? Lakini tabia yake ilimshangaza Hyun. Kwa furaha alimuuliza Hyun ni njia gani aliyotumia kufanya mkuu wa shule abadilishe mawazo yake. Sasa Nayeon ameongozwa katika shule ya kimataifa, kwa hivyo pia alijiondoa shari yake. Kim Nanan alishangaa na hakuelewa alichokuwa akizungumza, lakini sasa alitokana na kesi hii ya shida. Kim Nanan akiwa na uso wa mchanganyiko. Alirudi nyumbani. Ghafla ujumbe wa mbesho kutoka kwa mkuu wa shule ulitumwa. Kim Nanan alishangaa na akampigia mkuu wa shule simu tena ili kuthibitisha. Mkuu wa shule alitaka amfiche tukio la usiku wa jana shuleni. Kwa kubadilishana, atakubali yeye na Nayeon wajiandikishe. Kim Nanan hakuweza kuamini masikio yake tena. Hii ni fursa ya kubadilisha maisha yake wakati mwanafunzi wa kike aliyejua usiku wa jana anahudumika hospitalini. Hata hivyo, mhanga alikuwa akipata mabadiliko mabaya. Uwezo wake wa kupona ulikuwa umekaribia kuisha. Rafiki yake wa karibu alikuwa na moyo uliokunjwa, akimtazama mhanga kitandani mwa hospitali. Mama wa mhanga alikuja kumuuliza. Alikuwa na shukrani alipoona amekuja kumtembelea binti yake. Rafiki huyu alishangaa kuona mtu mwingine alikuwa pale. Ilikuwa wazi kwamba mhanga hakuwa na marafiki shuleni isipokuwa yeye, na pia walidhalilishwa na wakuu wa shule. Walitaka kujua ni nani aliyetuma malalamiko, kwa hivyo waliwatupa kila mmoja zizini kwa sababu alitaka kumlinda mhanga. Alikubali kutolewa hapa. Katika shule hii ya kimataifa, kuna utaratibu kati ya wanafunzi. Juu ni dada mkuu Jaina, ambaye hakuna mwanafunzi anayethubutu kumwasi. Ifuatayo ni kikundi cha marafiki wa karibu wa Jaina, wote ni watoto wa watu wenye nguvu. Kulikuwa na mwana wa mkuu wa shule pia. Si wanafunzi tu, hata walimu hawakuweza kuwafanya chochote. Jaina wakati wa darasa hata alibishana waziwazi na mwalimu kwa sababu huyu hakuridhika naye. Kulikuwa na watu wengi waliofukuzwa kwa sababu ya tabia ya kibibi ya Jaina. Kinyume na Jaina, alidhalilishwa shuleni. Sasa kila wanapomwona akiingia darasani, marafiki zake daima wanamfanyia matatizo. Mara nyingi walimtendea kama takataka. Leo ilikuwa siku ya mwisho ya Kim Nanan katika shule hii. Wote walishangaa sana pale aliposema shule ijayo aliyoenda ni shule ya kimataifa, shule maarufu kwa matajiri. Asubuhi iliyofuata, mtu alikuja kutoa sare mpya kwa Kim Nanan. Ili kulandana vizuri na sare ya thamani, Kim Nanan alitumia kiasi kikubwa cha pesa kununua viatu vipya. Alitembea kwa furaha katika kituo cha ununuzi. Kim Nanan hakujua kuwa mtu alikuwa akimfuata kwa siri. Ghafla, mgeni alimkaribia na akamgongana na Kim Nanan. Alikasirika kiatu chake kipya kilipochafuliwa, lakini kile kilichomugofya ni kwamba karatasi iliyowekwa ndani. Kwa nini mgeni huyo alijua kuhusu makubaliano aliyokuwa nayo na mkuu wa shule? Alitorokea haraka kutafuta mtu huyu, lakini hakuweza kumpata mtu yeyote. Wakati huo, Kim Nanan alikumbuka kuwa alikuwa amebaki mfuko wake wa viatu chooni. Alichanganyikiwa na akatafuta kila mahali lakini hakuweza kumpata. Kwa bahati mbaya, dada mkuu Jaina alikuwa pale pia. Mguu wa Jaina pia ulikuwa umevaa kiatu kile kile. Anashuku kuwa yeye ni mhalifu aliyeiba vitu. Kim Nanan anashuku kuwa yeye ni mhalifu wa kuiba vitu. Jaina alishangaa kuwa mtu amependa kumgusa. Unajua mimi ni nani? Ni bora uende na uondoke mbele yangu. Kim Nanan alikasirika kwa kutoheshimiwa hivyo. Kim Nanan aliangukia na kumshika Jaina nywele ili kumfundisha adabu. Wawili walipigana vikali chooni. Kim Nanan alijaribu kwa nguvu zote kurudisha viatu, lakini Kim Nanan hakujua kuwa alikuwa amemshuku mtu asiye sahihi. Viatu hivyo kwa kweli vilinunuliwa na Jaina. Dada mkuu alirudi nyumbani akiwa na uso uliojeruhiwa, Jaina kwa hasira akiapa kumfanya Kim Nanan aishi katika jehanamu. Leo ni siku ya kwanza Kim Nanan anahudhuria shule mpya. Huu ni ulimwengu tofauti kabisa kwa Kim Nanan. Shule imeandaliwa na madarasa ya kisasa zaidi, kuanzia gym hadi bwawa la kuogelelea. Vyote vilikuwa vya daraja lingine. Kim Nanan alienda chumba cha mwalimu kupokea kadi yake. Hapa alimkutana na mpokeaji wa siku iliyotangulia. Alishangaa sana kumwona amevaa sare ya shule. Hata hivyo, Kim Nanan hakutaka chochote na mtu huyo. Wakati huo, mkono ulivuta Kim Nanan nyuma. Wote walishangaa kumwona Do-in pale. Alikuwa mwana wa mkuu wa shule. Kim Nanan hakuelewa kwa nini aliingilia. Hawakujuana hata. Do-in alisema wanajuana sasa. Kim Nanan alitaka kuepuka mpokeaji, kwa hivyo aliamua kwenda naye. Do-in alimvuta hadi kona ya ua wa shule. Mandhari hii ya kimapenzi ilimfanya Kim Nanan ajisikie na haya. Alijitambulisha kama Do-in. Kama una shida yoyote, tafadhali unitafute. Kim Nanan kwa udadisi alichunguza ukurasa wake wa kibinafsi. Ikaonekana kuwa Do-in tayari alikuwa na mpenzi. Kwa nini alimkaribia? Kim Nanan hakufikiria mengi tena na alienda moja kwa moja kutafuta kabati lake. Alichanganyikiwa wakati kila mtu alimtazama kwa macho ya ajabu. Kim Nanan hatimaye alipata kabati lake la kibinafsi. Mara tu alipofungua kabati, alishangaa kuona jozi mpya ya viatu pamoja na maneno karibu jehanamu.
Wanafunzi waliozunguka walianza kuona wakimcheka. Kimnanain haraka alifunga kabati lake na aliingia darasani. Mara tu alipoingia, alizuiliwa na kundi la wavulana. Kwa hasira walimuuliza ni nani yeye ili apende kupigana na mkuu wa shule. Umati ulianza kukusanyika kumzunguka. Kimnanain aliogopa na haraka alikimbia kutoka darasani. Nyuma yake kulikuwa na kundi la wadogo wa jina wakimfukuza. Kimnanain haraka alikimbilia ofisi ya mkuu wa shule. Alikatishwa tamaa na kumuuliza mkuu wa shule kama hii ni sababu aliyotaka mimi nijiandikishe. Mkuu wa shule alichanganyikiwa na hakuelewa anachosema. Kimnanain alieleza kuwa alidhalilishwa na rafiki yake mpya, lakini mkuu wa shule alisema kuwa hii haikuwa wajibu wake. Mkataba waliousalia ulikuwa na masharti tu kwamba yeye apokee fadhila ya bure. Hana wajibu wa kusaidia katika mambo madogo kama haya. Kama anataka, anaweza kurudi shule yake ya zamani. Lakini kuingia shule hii ni ndoto ya watu wengi kwa sababu ni ya hali ya juu. Kwa hivyo Kimnanain aliamua kuishi hapa ili kuepuka macho na masikio ya Jaina. Aliamua kupanda mlango kuingia darasani, lakini mara tu alipopiga hatua kutoka dirishani, Kimnanain alizuiliwa na kufunikwa na Jaina. Mkuu wa shule, mwenye kiburi, alimuuliza alivyoona Salamu. Kimnanain kwa hasira alisema, wewe ni nini hasa? Lakini sekunde baadaye, Kimnanain alilazimika kukosa la kusema. Wanafunzi katika shule hii walikuwa wote wadogo wa Jana. Jana alimshika shingoni na kumwonya kuwa mara tu umegusa Jana, maisha yako yamekwisha. Kimnanain kwa hasira alimkofi, jambo lililoshangaza umati. Akitumia fursa hii, haraka alikimbia kutoka hapa. Wadogo walifukuza Kimnanain kwa haraka. Kwa bahati nzuri, mkono ulionekana na kumvuta Kimnanain kujificha. Kimnanain alimtazama rafiki aliyekuwa mbele yake. Kwa mshangao, Shieun alitoa jozi ya viatu vya zamani kumkopesha Kimnanain. Alijiuliza kama tulikutana hapo awali, lakini rafiki huyu alisema jina la Kimnanain sasa ni la mchezo mkubwa na shule. Kimnanain alikuwa na huzuni alipokamatwa katika tovuti za dada mkuu. Maisha yake mapya hapa yamezimwa. Kimnanain alimshukuru rafiki mpya na haraka aliondoka hapa. Nje wadogo wa Jaina walikuwa wakimtafuta mfufulizo. Kimnanain kwa wasiwasi alimtumia ujumbe Doin kumwomba msaada, lakini wadogo wake walimpata kwanza. Walimzunguka bila kumpa fursa ya kutoroka. Kimnanain alihatarisha maisha yake na akaruka chini kutoka sakafu, jambo lililotisha kila mtu. Kwa bahati nzuri Doin alifika kwa wakati kumpokea. Kundi lote lilichanganyikiwa Doin alipokuja kusaidia. Katika shule hii yeye ni mtu mwenye nguvu kubwa, kwa hivyo wanafunzi hawakuthubutu kumfuata Kimnanain tena. Wawili kisha walikwenda darini kuzungumza. Kimnanain alikuwa na shukrani alipomsaidia kutoroka mazingira. Doin kwa ukarimu alimfunga jeraha, jambo lililomfanya Kimnanain akumbuke alipokuwa mdogo. Hakuweza kufikiri kuwa alikuwa na bahati ya ndoa na mfalme, lakini sasa ana mawazo ya kuwa Cinderella. Lakini furaha hii haraka ilizimwa na ndoo ya maji baridi. Doin kwa umakini aliuliza ni nani aliyemsukuma mhanga kutoka darini. Kimnanain alikatishwa tamaa alipoona alikuwa akimtumia tu. Kuanzia mwanzo, Doin alimkaribia baada ya kuona wasifu wake. Kimnanain alichunguza kikanda alichokuwa akivaa, ambacho kilikuwa cha mhanga mbaya. Kimnanain kwa ubaridi aliuliza kama nitafunua ukweli, utanisaidiaje? Siku iliyofuata, wanafunzi wengi walishangaa kumwona Kimnanain akipanda gari moja na Doin. Wawili bado walishikana mikono na walitoka. Wanafunzi walikuwa na udadisi kuhusu wakati walipoanza kuwa mapenzi. Hii ilifanya Jane kuwa na hali mbaya sana. Kimnanain mara nyingine tena alikuwa mada ya majadiliano kati ya wanafunzi shuleni. Uadui polepole ukabadilika kuwa uongozi. Hata marafiki wa karibu wa Doin hawakuweza kuamini hili. Wanafunzi wa kike darasani walisema kuwa katika siku chache kutakuwa na sherehe maalum, mahali kwa wanafunzi wa kike tu. Kuwa na mwaliko wa kuhudhuria. Kimnanain kama alikuwa akiwa mapenzi na mungu wa kiume wa shule, bila shaka pia angekuwa na fursa ya kuhudhuria kwa namna maalum. Akiona tabia ya kiburi ya marafiki, Kimnanain alikubali kuhudhuria sherehe hiyo. Jambo la kwanza alilohitaji ni kuandaa mavazi mazuri. Mtu pekee Kimnanain aliyeweza kumuomba ni Nayeon. Nayeon pia alikuwa na msisimko kuhusu sherehe hii, kwa hivyo alikubali Kimnanain azime gauni. Leo ilikuwa siku ya sherehe. Kimnanain alivaa kwa fahari na akiwa na ujasiri akaingia shereheni. Mazingira haya ya anasa yalimshangaza sana. Ghafla msichana mmoja makusudi alikuja kumsukuma Kimnanain chini. Alilazimika kuwa mwangalifu sana asimwage divai kwenye gauni jeupe. Walimdhihaki Kimnanain na wakaondoka. Wakati huo, mtu mwingine alionekana. Alisema ni rafiki wa karibu wa Doin, kwa hivyo Kimnanain alimwamini kunyoosha mkono ili mtu huyu amsaidie kusimama. Wakati huo, Jaina akiwa amevaa mavazi yanayong'aa alikuja. Mara tu Jaina alipofika, msichana mwingine aliacha mkono wa Kimnanain. Alishangaa wakati glasi ya divai ilipoita katika gauni la gharama kubwa. Jaina alimkaribia Kimnanain. Dada mkuu kwa ubaridi aliita mtu alete divai yake. Bila kusita, Jaina kwa ubaridi alimimina divai juu ya Kimnanain. Umati uliozunguka ulianza kusema na kusema.
Kim Na-in kwa utulivu aliuliza kama alikuwa mwenda wazimu. Jaina alisema hapaswi. Unafikiri kuwa mapenzi na Do-in kungetoroka kwangu? Kim Na-in alikasirika na alitaka kupigana na dada mkuu, lakini alizuiliwa na wafanyakazi. Hapo ndipo Kim Na-in alipojua kuwa hawa walikuwa watu wa Jaina. Sherehe hii kwa kweli iliandaliwa na Jaina. Kim Na-in kwa huzuni alitolewa dukani bila kuweza kufanya chochote. Siku iliyofuata, Do-in alienda kumwona Jaina na kumuuliza kwa nini alifanya hivyo kwa Kim Na-in. Hata hivyo, Jaina hakutaka kujibu swali hili. Do-in kwa hasira alimwonya asitishe mchezo huu. Jaina kwa kejeli alisema, unamsikiliza Kim Na-in? Sahihi. Wewe na yeye hamtakuwa jozi. Tafadhali mwache msichana huyo. Kipande cha video cha Kim Na-in akimiminiwa pombe kimekuwa maarufu mtandaoni. Mpokeaji pia aliona. Wakati huo alimuona Kim Na-in akikimbia kupita. Alimfuata kisha akamwona akizungumza na mtu wa ajabu. Mpokeaji aliangukia ndani kumtishia mtu huyo kwa sababu alielewa vibaya kuwa alikuwa akidanganywa. Lakini kwa ukweli, Hee-in alijaribu kuuza vitu kulipa deni lake. Hee-in alilazimika kulipa gauni lililomwagwa pombe. Karani mwenye huruma alimwongoza nyumbani usiku. Hee-in alijaribu kutafuta njia za kupata pesa kulipa deni lake, lakini makafuu yalikubali tu wanafunzi wa chuo kikuu. Njia pekee ya kupata pesa ilikuwa kupata ufadhili shuleni. Lakini kipindi cha ufadhili hakikuwa hadi mwishoni mwa mwaka. Kim Na-in alilazimika kupambana na kukataliwa na marafiki zake. Hata hivyo, hakumwogopa Jaina. Alikuwa hata tayari kupigana na kijana huyu. Dada mkuu wa shule ghafla alimtolea pendekezo. Ikiwa Kim Na-in angeacha shule, Jaina angelipa gauni. Dada mkuu alimpa wiki moja kufikiria. Kim Na-in aliathiriwa na matoleo haya ya kuvutia. Kila siku, Jaina alijionyesha kumkumbusha. Kim Na-in alikuwa na huzuni na hakujua alichopaswa kufanya. Wakati huo, Do-in alipita. Alitoa kumfuata shuleni. Ingawa alijua amekuja kumsaidia, lakini alikosea. Kile Do-in alichojali ni mfanya uhalifu halisi wa kesi. Alikuwa ameishiwa na uvumilivu na Hyun, kwa hiyo alimtafuta. Hyun aliuliza kama angeweza kumpa pesa. Hii ilimfanya Do-in akasirike sana. Hyun alikuwa na huzuni alipokataliwa. Aliomba ashuke daladala mara moja. Hyun alisema alikuwa amesaini mkataba na mkuu wa shule, kwa hiyo hakuweza kufunua, lakini kwa heshima ya msaada wake wa zamani, alifunua kuwa mfanya uhalifu alikuwa mwanamke. Hata hivyo, kwa sababu ilikuwa giza, hakuweza kuona uso wa mwanamke huyu vizuri. Mtu pekee aliyemtendea vizuri shuleni alikuwa Shion. Rafiki huyu mpya. Rafiki mara nyingi alimwalika kula chakula cha mchana pamoja naye. Shihan aliuliza kwa udadisi anahitaji pesa za nini, na kwa huzuni alisema anahitaji milioni 8 ya won kulipa gauni. Shihan alisema anajua mtu ambaye angeweza kumkopesha pesa. Shihan alimchukua kumkutana na kijana mnene, mwenye kujikunja, ingawa kimya sana, lakini hakuna mtu shuleni aliyethubutu kumgusa. Ni rahisi kwa sababu kijana mnene huyu alikuwa na baba bilionea. Kim Na-in alitaka kupata pesa, kwa hiyo alienda peke yake kukutana na kijana mnene. Alimwona akitabasamu kwa hila. Angeweza kumlipa mshahara ikiwa Kim Na-in angefuata ombi lake. Kijana mnene huyu mchafu anataka kupiga picha za Kim Na-in akifanya uchambuzi. Kim Na-in amekasirika, lakini ili kupata pesa kulipa deni lake, alilazimika kutii ombi lake. Kujivunia kwake kukaanzwa kusahaulika. Kim Na-in hakutegemea kuwa kijana mnene huyu angefanya pendekezo la uchafu. Aliahidi kulipa milioni 8 ya won ikiwa atabadilisha nguo mbele yake. Kim Na-in alikasirika kwa ombi hili, lakini hii ilikuwa kiasi cha pesa kinachoweza kumsaidia kulipa deni lake lote. Kwa hiyo Kim Na-in alivumilia fedheha kupata pesa. Wakati huo huo, mama wa kambo wa Jaina alikuja shuleni. Jaina alikasirika sana alipomuona uso wake. Kwa nini alikuja hapa? Jaina alikasirika alipomuona akijifanya. Kusudi lake pia lilikuwa bia. Ni tu mali za rais wakati huu. Hee-in alijionyesha kumsaidia Jana. Alikuja mbele kusalimu na haraka akamvuta Jana. Ilikuwa mara ya kwanza Hyun kumuona akilia. Hata hivyo, Jana bado alionyesha tabia yake ya kiburi na hakuhitaji msaada. Jana hata alisema maneno machungu kwa Hyun. Alionyesha huzuni kwa mtu aliyekuwa amemwokoa. Kisha Hyun alimtupia Jana kifurushi cha pesa usoni. Hii ni pesa aliyoipata kulipa deni lake. Hyun alitangaza kuwa angebaki shuleni hadi akahitimu. Hyun alisema kwa baridi, kuanzia sasa, usiniletee shida. Hakuna mtu mwenye kutisha kama mimi. Siku inayofuata, Hyun alirudi shuleni. Wanafunzi wake wote walimsifia kwa kubaki bila madhara. Hyun alikuwa mtu wa kwanza ambaye angeweza kuishi katika utakaso wa Jena, akifikiria kila kitu kilikuwa kikienda vizuri. Do-in alikuja, alisema angefanya kila kitu. Hyun aliuliza. Hii ilimfanya ajisikie akichanganyikiwa. Hakumwogopa tena Jena, kwa hiyo hawakuhitaji kujifanya kuwa wapenzi. Do-in alimtishia baba yake kama mtu wa kutisha sana. Je, ikiwa anajua kuwa alimdanganya? Hyun alikasirika na kuondoka licha ya vitisho vya Do-in, lakini simbali ujumbe wa hujulikani ulitumwa. Mtu alikuwa amepiga picha za siri za Hyun akibadilisha nguo kupata pesa.
Hii ilimfanya Hyun aanguke, akitembea bila maisha chooni. Hyun alipojionyesha kuuliza, kuona uhusiano wa karibu wa watu hawa wawili kulimfanya Jana ajisikie vibaya. Kwa nini Hyun alikwenda na Hae-in? Usiku wakati wa kusoma, Hae-in ghafla aligundua kuwa mwandishi wa kigeni aliyemdadimiza na Hyun ni Hyun aliyekuwa akikaribia tangu mwanzo kumtumia. Maisha ya zamani ya Hyun yalifidhiwa polepole kwa sababu familia yake ilikuwa imeharibiwa. Alidharauliwa na wanafunzi. Hii ilimfanya Hyun aanze kuharibu polepole. Kwa hasira alimpiga mwanafunzi aliyethubutu kumdhihaki familia yake. Wakati huo, Jana alijionyesha kumwacha. Jana alimpa onyo la kofi. Ni tayari marafiki. Lazima wawe wa kiwango kimoja. Ilikuwa Hyun aliyemfundisha jina hii. Tangu hapo chuki ya wawili ilianza kuibuka. Kila mahali Hyun alipokwenda, alikandamizwa na Jina. Kwa sababu ili kulipiza kisasi, Hyun alimkaribia Hee-in. Alitaka kumtumia Hee-in kumpa Jina funzo. Hee-in alikimbia kwa mshtuko chumba cha sanaa kutafuta video iliyorekodiwa kwa siri, lakini Hyun alificha mahali pengine. Wakati huo, Hyun aliingia. Hee-in kwa hasira aliuliza kwa nini alikuwa akimtumia. Hyun alicheka kwa sauti na kusema tulikuwa sawa. Hee-in aliingia shuleni kwa njia haramu, akiwa watu kwa kubadilishana na uniform. Hee-in alieleza kuwa alipita tu kwa bahati mbaya. Siku hiyo, Hyun akicheka na kusema haikuwa muhimu, alijua muuaji halisi alikuwa Jaina. Doen pia aligundua chuki kati ya wawili. Usiku huo, Jaina alikwenda kumkutana na mhasiriwa Pa. Jaina aligundua kuwa mhasiriwa ndiye aliyewasilisha malalamiko. Bila kusema, mhasiriwa pia alijua kuwa baba wa Jaina alikuwa akijamiana na mwalimu shuleni. Hii ilimfanya Jaina awe mwenda wazimu kweli. Hae-in bado hakuthubutu kuamini Jaina ni muuaji. Kuna hakika mtu anayemwekea mtego Jaina, lakini hilo halina uhusiano na kile kanda. Hae-in alimuuliza Cheon amkabidhi kile kanda. Cheon alitabasamu na kusema, mradi tu afanye. Jana alijionyesha Pa. Angefuta video hiyo iliyorekodiwa kwa siri milele. Alisikitika kuwa amekubaliwa katika shule hii. Ilikuwa giza. Jana kwa bahati mbaya alimuona Hee-in amesimama akilia peke yake. Jana alikuwa na udadisi na kusimamisha gari kumuuliza. Hee-in alikuwa na huzuni wakati yeye na mhasiriwa wote walikutana na mwisho wa huruma. Jana alisema alikuwa tofauti na mhasiriwa kabla ya kuondoka. Jana pia alimwonya awe mwangalifu na Sion. Wakati huo, Doen alipiga simu. Hee-in alikubali kufunua muuaji ikiwa atamsaidia na kitu. Mara baada ya hayo, wawili haraka walikwenda shuleni. Hee-in kwa haraka alitafuta kifaa cha kumpiga picha kwa siri. Kulikuwa pia na diski nyingi haramu ndani. Wakati huo huo, karani alimpiga kijana mnene mara kadhaa. Alifuata maagizo ya Hyun na kumlazimisha kijana huyu kufunua kila kitu. Usiku huo, Hyun aliketi na kuangalia video iliyorekodiwa kwa siri. Alistukia sana alipomuona mhasiriwa wa Abth na kijana mwenye nywele za mviringo. Ilionekana kama Shihan pia alijua kuhusu hii na kutoa mkufu ambao mhasiriwa alimpa kabla ya kupoteza fahamu. Vitu hivi viwili kwa hakika vinahusiana. Siku inayofuata Hyun alikwenda shuleni akiwa na mshtuko. Hyun alikuwa akimsubiri nje. Alijua kuhusu Hyun kumwacha mtu ampige kijana mnene. Shin alitabasamu kwa uovu na kutishia kuweka klip yake mtandaoni. Hyun aliogopa na kusema, unisikilize nieleze. Ikiwa angekiri muuaji, angefukuzwa shuleni kwa sababu ya uhakika alitaka kuuliza. Hii ilikuwa kila kitu kiliongozwa na Shion. Alikiri kuwa alimtumia mhasiriwa kupigana na Jaina. Alimshauri Hyun aache kujaribu kuchunguza ukweli. Fanya tu kama alivyosema na kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kwa bahati mbaya kitasikilizwa na karani. Aliahidi kumsaidia Hyun kutatua tatizo hili. Hyun alisikia faraja aliposikia maneno haya kutoka kwake. Leo ni siku ya kuzaliwa ya mpenzi wake mwenye nywele za mviringo. Wakati kila mtu alikuwa akiwashukuru jozi ya vijana kwa furaha yao, hakujisikia kuwa mahali hapa. Alienda kutembea na Doen. Alijiuliza kwa nini muuaji alimsukuma mhasiriwa chini. Lazima kuwe na chuki kuu, akitambua kuwa amekuwa nje kwa muda mrefu. Kim Na-nan alirudi kwenye sherehe kuzungumza na Jana. Ghafla alimuona mkufu ambao mpenzi wake mwenye nywele za mviringo alikuwa amevaa. Ilikuwa sawa kabisa na ile mhasiriwa aliompa. Kim Na-nan alikuwa na udadisi na kuuliza kiasi gani kikanda hicho kinagharimu. Jana alicheka na kusema ilikuwa kitu cha muda. Hata kama angekuwa na pesa, hangeweza kukinunua. Jaina, baada ya kunywa pombe nyingi, alianza kupoteza udhibiti wake. Alianza kumsumbua Doan. Kwa nini uliniacha kwenda kumpenda msichana mhasiriwa? Je, unajua alichofanya? Doan alisikia vibaya mtu alipomshambulia mpenzi wake. Alipiga kelele kwa sauti ikiwa alikuwa muuaji aliyemsukuma mhasiriwa chini. Jaina alicheka na kusema kuwa mhasiriwa alikuwa amewadanganya wote tangu mwanzo. Baada ya kusema, Jaina alimwonyesha kijana mwenye nywele za mviringo. Yeye ndiye aliyekuwa na uhusiano haramu na mhasiriwa. Hali ya sherehe ghafla ikawa na machafuko. Doan alikasirika na kumpiga kijana mwenye nywele za mviringo, mtu aliyeteseka zaidi. Sasa hivi lazima awe mpenzi wa Kulli Hair. Jaina alimvuta rafiki yake kona kuzungumza.
Hata hivyo, mpenzi aitwaye Kuli Hair tayari alijua kuhusu hii, lakini kwa sababu upendo ni kipofu, mpenzi wake bado alijaribu kuificha. Jaina alijua kuwa alikuwa amefanya kosa. Wakati huu juu, aliingia gari kuomba usafiri. Jaina alialikwa nyumbani kwa Kim Nanan kwa mara ya kwanza. Alikuwa na kitu muhimu cha kusema. Kim Nanan tayari alijua kwa hakika ni nani mhalifu halisi. Kila mtu aliamini kuwa Jaina alikuwa muuaji, lakini aliyefanya uhalifu alikuwa mpenzi wake mwenye nywele za mviringo. Kwa sababu ya wivu wa kipofu, wawili walikuwa na mapigano. Mwishowe, kwa sababu ya dakika moja ya hasira, mpenzi kwa makosa alimsukuma mhasiriwa kutoka paa, mtu juu. Inseo wakati huo pia alikuwa mpenzi wa kijana mwenye nywele za mviringo. Siku inayofuata, Hyun ghafla alipokea ujumbe wa maandishi kutoka kwa Shiyeon. Alifanya miadi saa 12 usiku. Hyun alijaribu kueleza kuwa alikuwa amemkuta muuaji halisi, lakini ilionekana kuwa Shiyeon pia alijua mtu huyo. Shiyeon alipokaribia kupakia clip mtandaoni, kivuli giza kilijionyesha nyuma yake. Wakati huo Kim Nana alikwenda shuleni. Alikuwa akijaribu kutafuta njia ya kwenda juu kukutana na Shiyun wakati ghafla kulisikika kelele kubwa. Kijin alishtuka kumwona Shiyun amelala bila fahamu mbele yake. Filamu iliishia hapa. Asanteni sana kwa wote mnaotufuatilia kwenye chaneli yetu ya Mastori 24. Kazi ndo kwanza inaanza, endelea kuwa na sisi pia. Usisahau kusubscribe, kulike na kutoa maoni. Tunawapendeni sana.